ombi hapa. Haleluya. Amen. Jambo kubwa unafaa kujua kwamba Mungu hutenda miujiza kwa wakati wake. Haleluya. Amen. Na tena Mungu ana mahali ambapo pia kutenda miujiza. Praise the Lord. Amen. Wakati wa Yesu miujiza ilikuwa ikifanyika Bethsaida. Watu wote walikuwa na shida, walikuwa naenda pale na kungoja wakati malaika wa Mungu ametaliwa maji, na yule mtu ambapo alisikia neno na kushika anangoja wakati malaika alikuwa maji na anakuwa wa kwanza. So hapo kulikuwa ni uponyaji na miujiza mengi, lakini instruction ya neno la Mungu ilikuwa mpaka ifuate. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa asifiwe. Amen. Ukiangalia wakati wa Solomon, maombi yake yalijibiwa, na yeye pia alifanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, aligusa moyo wa Mwenyezi Mungu katika hiyo milele. Bwana asifiwe. Wakati kama huu ni wakati ambapo tunatapisha nafsi yetu sawa sawa na maandiko ambapo Yesu alisema, ili Mungu ateseke kwa sababu ya yeye. Bwana asifiwe. Ni wakati ambapo hakikisha kama mwanadamu shuka zaidi, nyenyekea kabisa, omba maombi na kila ombi, na wakati unapoomba pia amini ya kwamba auendani hivyo na Mungu. Amini ya kwamba nafsi yako inazungumza na Mungu kwa vitu ambavyo unahitaji. Haleluya. Amen. Uwe imani na uamini kabisa ya kwamba kuna kitu ambapo Mungu anatenda katika maisha yako ambayo inaenda kubadilisha maisha yako ya kesho iwe mzuri kuliko ya jana. Ndio sababu tuko hapa. Na vile vile omba neema kubwa ya kwamba ya dunia ikiisha, jina lako limeandikwa katika kitabu cha Kumbukumbu. Wakati Yesu anakuja kuchukua kanisa kwa wingi, utanyakuliwa. Praise God. Mara nyingi shida ya dunia hii inakufunga mpaka tuanze kutafuta Mungu kwa vitu vya dunia hii ambayo ni hatari sana. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Na tena anaweza kuachilia mpaka tutafika kwamba tumeshafika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. So wakati ambapo unaishi hapa duniani, ukitafuta Mungu, ujue kwamba wewe ni nani kwa kutafuta kwako. Ujue wewe ni nani. Katika uwanja wa mpira, watu wanacheza tu mpira. Watu wanacheza kwa control na namba zao. Kuna namba 7 anatumia kidole cha 7. Kuna namba 11 analinda kwa wingi. Hawezi kutoka mpaka aende kuingia namba 7. Hapa atakuwa disqualified. Praise the Lord. Na pia kuna defenders, backline na pia kuna goalkeeper. Goalkeeper anakasidia kuna saa atakuja kucheza mpira katikati. Yeye anataka Mungu wakati ambapo tunaishi katika dunia hii, mpaka kuishi maisha ya kutafuta Mungu. Wakati unapoishi katika dunia hii, mpaka kuwa mtu wa imani ambapo unaamini ya kwamba Mungu anaweza kubadilisha maisha yako na kukupa vile yeye anataka. Wakati unaishi katika dunia hii, usiwe na fixed mind. Hali ambayo unapitia iwe mzuri iwe mbaya, hadi mpamani Mungu kubadilisha hali. Wakati ambapo tunasimama mbele ya Mwenyezi Mungu majira kama haya, ni wakati ambapo tumechukua uamuzi sawa sawa na neno la Mwenyezi Mungu na kwamba tunataka kuruhusu maji ya Mungu. Hii wakati ambapo kipenda itakapolia siku ya tarehe 10, mafuta yote kwa mfano maombi yako utoke hapa, watu wakishangaa ya kwamba hakika hii ni Mungu, hakika hii ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Katika maisha ya wanadamu kuna vitu ambavyo zinaanza kutendeka katika maisha yako ambayo hata wewe mwenyewe utasema kweli hii ni Mungu. Kuna kama hivi sasa nyumba ya Mungu hivi ndio inakamilika. Bwana Yesu asifiwe.
Hii sasa ni Mungu mwenyewe ameamua kuikamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Hii sasa si hekima ya mwanadamu. Hii sasa si hekima ya mwanadamu. Ukisikia kwamba anasema allow the Lord to do his things. Allow the Lord to do his things. Hii ndio vile Mungu ndiye vitu zake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio ile wakati wa asubuhi ya kwamba kuna kiwango fulani unapofika na Mungu mpaka Mungu akupe hekima ya kufanya vitu zako kuliko mtu ambaye amesoma na Yesu vitu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mimi ni watu na dada Pamela na kwamba bomba jirani hapa ulichimbwa kisima mingi na ikapatikana maji. Mashine kama hiyo. Lakini sasa Mungu akunde na ndio washapata maji. Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Wale walienda. Hiyo unaonaje mpaka kama jirani kwa bwana na swali hapo na mchimba na kashindo na maji kupata maji. Sini hiyo. Bwana asifiwe. Yeye alienda kama mtaalamu na Mungu anaelekeza kuchimba na maji yanapatikana hapo. Kuna Mungu anaongoza kwa watu. Mungu anaongoza watu. Wakati unakuja kwa ibada kama hii, usikuje kwa unakuja kuomba, alafu sahihisha hadi saa 7 na kupumzika. Weka mikakati katika maisha yako ya kwamba prayer is war. Prayer is dialogue with God. Hakikisha kwamba sahihi imani yako imeinuliwa. Hauongei na wanadamu, unaongea na Mungu. Wakati unapoongea na Mungu, mpaka kuposition yourself spiritually, kwa sababu unataka kuongea na Roho. Bwana asifiwe. Unaongea na Mungu ambapo ni Roho. Sasa unahitaji msaada wa Roho. Unahitaji kuomba kiroho. Roho, watu wanaovipi katika Roho kama umekuja na akili zao. Mimi wakati Mungu aliniita alikuwa akiniambia, my son, when I want to use you, I will overtake your understanding. I will destroy it. It's when I use you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. So, wakati unakuja na hekima yako, which mambo za Mwenyezi Mungu inataka utoke katika hekima yako ili ukaingie katika roho ya Mungu, ili uanze kuongea na Mungu na Mungu atakusikiliza. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio umeona katika hizo watu wanaweza kumake decision na Mungu anaweza kufika kwamba amemake decision nzuri, lakini decision kama amemake Mungu haiko ndani yake. Ukikumbuka Ruth na Naomi na Orfa, wakati ambapo Naomi alisema kwamba sasa wewe nenda, Ruth akasema kwamba mimi sikuachi, na uamuzi kama hiyo ukirudi kwa hekima ya mwanadamu. Naomi alisema amesema bwana yako amekufa, watoto wako wamekufa, sasa baba yako wana wanaume na uko mbele. Pia Ruth akujua itakuaje, lakini roho ilikuwa ndani yake kama inamuunganisha. Alimwambia mahali ambapo wewe utakufa, hapo mimi nitakufa, mahali utalala mimi nitalala hapo. Lakini Orfa alikuwa mjanja wa dunia, mjanja baba naona karibu, akamwambia mimi naenda. Na Naomi pia hakuwa mama wa kung'ang'ana, akamhaka, akamwambia nenda. Kuna hatua unaweza kuchukua katika maisha ambapo imekufikisha kwa mwisho yako, hautasikilizwa tena. Bwana asifiwe. Lakini katika hekima ya mwanadamu na kwa maisha ya mwanadamu, Ruth alichukua hatua ya ujinga kwa hekima ya mwanadamu. Haleluya. Na mwisho yake kumbe aliingia katika mipango ambapo Jesse akazaliwa, Daudi akazaliwa, Yesu akazaliwa. Bwana asifiwe. Praise God. Kanisa wewe sio. Wakati kama huu usiangalie nani kwa kanisa ambapo wanga anaona post gani hayuko hapa na nani yuko hapa. Praise God. Amen. Wewe chukua
hivyo. Na wakati unapotaka kwenda mbele Mwenyezi Mungu, tazama kama hii. Tazama maisha yako. Unaenda namna gani? Unahitaji Mungu kwa kiwango gani? Kuna watu wengine wako na familia nyingi, wengine wako na friji kubwa na freezer. Akienda Rongai, anachukua paja na mkono yote. Bwana Yesu. Wewe ukiwa peke yako sasa bila dola huko, sasa utachukua kilo 6 unataka kupeleka wapi? Wewe utachukua kilo 1 tu, hata ni robo tu inatosha uende nayo. Kanisa Bwana Yesu. Wakati ambapo shida zako ni nyingi, unahitaji Mungu kwa kiwango kikubwa sana. Na wakati ambapo wewe umeona na macho yako, unaona kwamba friji la kuruma pale na vitu zinaendelea tu mzuri, unaweza kuabudu Mungu vile unataka. Bwana Yesu. Haiabudiwi hivyo. Praise God. Majira huu mwanga huwa inabadilika. Wakati majira inabadilika, vile majira ilibadilikia King Ezekiel. Bwana Yesu. Majira ilikuwa mzuri na majira ikabadilika. Ugonjwa ilikuja ambapo imethibitishwa na nabii ya kwamba hii ugonjwa ni ya kuua. Na unalala kama umelala kwa kitanda. Wewe mwenyewe ukiangalia kweli ni ugonjwa. Lakini sasa unasindeliwa unabii ya kwamba mfalme, hii ugonjwa ambayo imekushika, hii ni ya kuua. Majira ilizungumza hivyo wakati wa Mungu. Praise God. Amen. But the situation and condition in the presence of God can change according to your faith, according to how you walk before the Lord. Hallelujah. Hivi sasa we are walking before the Lord. Hivi sasa we are walking before the Lord. Chunguza hatua vile unaenda. Chunguza hatua vile unaenda. Ezekiel alimwambia Mungu, remember me now, how I have walked before you with a loyal heart. With a loyal heart. Praise God. Praise Jesus. Hivi sasa unahitaji kuiga njia ya Ezekiel. Mfalme huyu mambo ilienda vizuri, all of a sudden mambo ikaharibika. Wakati mambo iliharibika, alienda mbele ya Mwenyezi Mungu vile ametembea mbele yake, na akamwambia Mungu, remember me now. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. So wakati ambapo Mungu mara nyingi, wakati mtu sasa amelazwa Msambweni huko, kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Peter, aliniambia ukisikia mtu yuko kwali ameshikwa na amepelekwa kule Kwalme, aliniambia huko watu wanaomba Mungu kuliko watu walioko kwa kanisa. Aliniambia huko watu wanalilenga Mungu kuanzia saa 8 mpaka asubuhi, na watu wanafanya magano na Mungu. Mungu kinitoa hapa, Mungu kinitoa hapa. Na wakati huo kila mtu anaomba Mungu na kumsifu Mungu na lugha ya kikwao, vile anaweza kusifu vizuri. Kila mtu ameanguka analilia Mungu, Mungu kinitoa hapa, ukanipa uhuru yangu tena. Niwe tu huru, sio kubarikiwa. Unataka uhuru tu. Hii unaweza kuchukua tu kutembea tu. Usicheze na uhuru kinyemo. Hii uhuru peke yake kinyemo ni mambo makubwa sana. Bwana Yesu. Hata ukilala njaa, hata ukikosa maji ya kukunywa na kuoga, but you have this freedom. You can move how you want. Kanisa Bwana Yesu. Aliniambia watu wanaomba Mungu pale na wakishatoka wanasahau. Katika akili ya mwanadamu kuna kuanga na kusahau. Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa Bwana asifiwe. Nilikuwa naona wakati nilikuwa school, tulikuwa na marafiki. Lakini marafiki zangu walijua udhaifu yangu ya kwamba mimi sijui kupanda miti. Sasa wakati tunaenda, wananiambia safari imeenda sana. Imeiba. Na wanapanda na kitabu yake. Lakini sasa mimi niko chini, namwambia angusha hapa. Ananiambia nitaangusha. Naangusha. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana pesifa. Sasa urafiki hanikumbuki kwa sababu mimi niko chini na najua chini hapa mali niko sitapanda. Bwana pesifa. Kanisa Bwana si. Sasa amenisahau, lakini wakati tunaenda njiani tunaenda nyumbani kikapu yake imejaa tena, tuko marafiki tunaongea tu. Bwana si. Bwana pesifa. Wakati huu unatafuta Mungu abadilishe maisha yako. God is a God of covenant. Make a covenant with the Lord. Ya kwamba Jehova Mungu mkuu, Mungu. The Bible says, taste the Lord and see the goodness of the Lord. Just taste the Lord and see the goodness of the Lord. Praise God. Kanisa Bwana si. Sahihi ni Mungu. Wakati kama huu Jehova ukinikumbuka kweli na ukinirudia kikombe, kuna kikombe kile kama unataka Mungu akuondolee. Mungu unirudia kikombe. Praise the Lord. Unaona mwanadamu mzuri ni yule ambaye anasimama na neno lake. Teach yourself to stand with your words. Bwana pesifa. Vile unavyoomba hivi, make sure wewe pia uwe hivyo. Usi-invest a lot in prayer na katika matendo uweze kutenda. Bwana pesifa. Hiyo pia bado haiwezi kuleta ukombozi. Unaona kama Mungu si Mungu. Kuna mtu alisema kama yeye kanisa na tukashangilia. Na tukaamini tawe. Na tukapenda maisha. Alipotoka mahali aliko kitu iliweko. Watu wengine wako wanaruhusu shetani kwa drive. Hizo ni msisimko. Katika maombi ya usiombe maombi ya msisimko. Omba maombi ukiamini ya kwamba now this is my life that is in the spirit. I present it before the Lord. Unaona watu wakitaka kazi, kuna kitu naitwa CV. Handwriting yako hata kama ni mbaya utakana uandike. Wakigundua kwamba kuandika wewe mwenyewe disqualified. Wanataka kujua wewe vile ulivyo. Bwana asifiwe. Unaona vile Mungu hivi sasa vile tunakuja mbele ya Mungu. Mungu anatutaka vile tulivyo katika hiyo udhaifu. Ndio sababu anasema I'll prune every branch that cannot bear fruit. Hallelujah. Sasa katika maombi we are being pruned. Bwana pesifa. Amen. Wakati ambapo hivi sasa kanisa imejengwa kuhakikisha kwamba inakuweka katika vitu ambapo haingetendeka kama ungejinyima. Bwana asifiwe. Bwana pesifa. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. So wakati unapoomba, hii ni wakati muhimu sana kwa kanisa. Nayo unaweza kuomba na siku ambapo sasa imefika unataka kuchukua miujiza yako na unakuwa kama ndege ambapo umemwaga mchanga kwa macho yake. Sasa ukitaka kuona unakuwa tu macho. Uone vitu. Na umetoka mtu amefungwa masikio yake. Watu wakishaingia kwa laini wanataka kumbia, kuna kwanga na preparation, get set. On your mat. Get ready. Hapa kutakuwa kuna kitu kama hiyo. Ujue ya kwamba kuna kipenga kitalia. Kipenga hii kilia ikipata kama ukongotoso. Sasa hiyo ndio fully confused. Nasema kanisa ni yetu. Sisi ni watu wa Kristo. Na watu wanakuja hapa kuzoa. Bwana pesifa. Bali Biblia inasema kwamba mwisho ya kitu ni mzuri kuliko mwanzo yake. Hizi ni mwanzo zake. Lakini sasa siku ile ya tarehe 10 kuna kitu unataka kuzoa. Kuna kitu unataka kuzoa. Bwana pesifa. Amen. This time niliona weakness hata kwa servants wakati walikuwa kule kwa ile ofisi kule wanaongea tu kama watu wa dunia. This time it is my prayer, watumishi wa Mungu watakapokuja hapa watabukiwa mahali pa kulala kwenye wakuje tu kwa madhabahu wanatumika, wakishatumika kila mtu anadaki
story ilikuwa mengi sana. Najua. Sasa wakati huu tutawatupa kila mtu kivyake. Watu watakutana hapa, ukishamaliza maombi tutakuwa na gari napeleka kwa room yako ufichwe tunabaki hapa sisi. But now Bwana kasifu. Wakati watu wakufichwa kuna hiyo. Haleluya. Hii kitu kama haibadilishi maisha ya watu haitaendelea. Shiloh, the Bible says, the Lord appeared to someone at Shiloh and he appeared again. Hallelujah. Bwana pesifa. Na ujue, Ana alikuwa kina unaoni Mungu. Na wakati ule aligeti set, aliona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana pesifa. Amen. So wakati huu ni wakati ambapo ni muhimu sana katika maisha yako. Ili hakikisha maombi ambapo unaomba na maandalizi hii na kufunga hii toka hapa na kitu ulipeana. For example, mama huyu ni Muislamu. Alipoona mambo inahitaji kujitolea, mama huyu ametoka Likoni, amepiga kambi hapa, anataka kukaa 7 days. Akikunywa tu maji moto jioni peke yake. Maji moto jioni peke yake. Kuna kitu anataka. Sasa unaweza kuwa hapa miaka mingi na anavyogaramika kwa imani, amegaramika sana. Saa hii kuna kitu inaitwa msisimko, inashika akili za watu na pia utofahamu. Praise God. Saa hii watu wanataka sisi kama ni mshika, mimi nitaimba, mimi ni asha, nitafanya ashari. Mungu atuendenge mbele yake na kawaida. Mungu atuendenge mbele yake wakiwa wamejipanga. Na sasa hii mimi kuingia kwangu kwa moyo wangu sasa hii mimi zaidi sizungumzi. Kijana wangu mwingine aliniambia, "Dadi, mambo yako imeenda vibaya." Na Mungu ananiuliza ni kwa nini hata uzungumzi umenyamaza tu. Namwambia hapana, nataka kuzalisha. Niko na uchungu, sina amani, nimebaki peke yangu. Saa hii niko na uchungu. Kanisa Bwana sio Mungu ambayo nimebeba na aliyeniita, ninataka kusikia ametenda kitu. Sasa saa hii sina furaha mpaka atende. Kanisa sio. Sasa namuuliza kila wakati, na kweli Mungu yeye angalia hizi vitu tena zinajenga hizi pia zinaweza kuchota mafuta ziende nayo. Yeye anaangalia umejipanga kiwango gani mbele yake. Kanisa Bwana sio. Bwana pesifa. Amen. Wakati ambapo unakuja mbele ya Mwenyezi Mungu kama hivi, usiwe na msisimko yeyote. Unaona kama saa hii nilijaribu kufikia leaders hata mahali ambapo tutaandaa ibada yenyewe pia baada tutajua, kwa sababu madarasa zote zimejaa vitu, huku kumejaa mawe, tunahitaji tent ndio ibada iko hapa kesho. Hiyo inamaanisha kwamba nyumba ya Mungu kuna shughuli nyingi. Wakati unaona shughuli nyingi hivyo, mesa pia inaweza kuwa nyingi, ama ni wao. Bwana sio. Hiyo confusion inaweza kuwa mpaka kuja kwamba watu sitawaje hiyo baada ya leo. Bwana sio. So nyinyi watu wazima, kuna kitu unataka kwa Mungu, vitu za Mwenyezi Mungu ziko. Nataka kufundisha hapo vile Mungu ananena kuhusu watoto wake na vile ametupenda na vile alivyo, alafu tajua kweli ni sisi tukifuata vile Mungu anataka na Mungu atatenda vile alivyoahidi. Haleluya. Amen. Praise the Lord. Amen. Unaona hii ukisikia Mungu anatenda, mimi nilikuwa kwa kanisa Repentance and Holiness. Wakati ulisikia tu the prophet anaenda mahali, sisi tunakaa kwa kanisa moja. Kanisa limefunga. Tuna msimu
cha magofu mjini, ndio utajua ndio tunatoka. Ukisikia kama mwisho wa mwaka, ukisikianga national meetings za repentance, hata wale watu kwanza huenda mpaka watu wanaenda kwa water baptism, watu wanaomba maombi utakaso, watu wanakaa kwa kanisa. Kama hivi sasa wewe ulileta magunia zako, unaenda unafanya kazi yako, unarudi hapa, ni maombi ya kumsihi Mungu. Sasa Mungu akisha sikia kilio ya watu vizuri, sasa si yeye anaendelea worship tu, nasikia tu another cripple is walking, the blind is seeing. Praise God. Bwana Yesu. Utukufu imeshaja kwa hema, utukufu imejaa kwa hema. Watu wametafuta Mungu sawa sawa, watu wametafuta Mungu sawa sawa. Wakati watu wanatafuta Mungu, kwanza unatoka kwa utoto. Kwa utoto ni kuna ndogo ndogo, anza kuna mambo mazito, anza kuchukua uzito wa majira kama haya. Mwambie Mungu, hiyo kazi hiyo, shukuru kwanza Mungu umenibariki na kazi, lakini kazi tena isiyo madhabahu nyingine ambapo inataka kunitenga na wewe. Praise God. Kwa sababu wakati sina, nitaomba Mungu anipe hiyo kazi. Bwana Yesu. Wewe unajua sasa kachako naomba Mungu kiwango gani? Saa hii kwa kitanda huu, wacha madaktari wale wanakuja tunakuweka hizi vitu hivi. Saa hii kazi kubwa ambayo nafanya hapa. Dorcas kwanza chakula. Chakula. Saa hii wamebaki tu Mungu, kama ni mapenzi yako hii ground isitoke. Hiyo tu. Hakuna mambo mengine. Saa hii kama kuna mtu ambaye anaweza kumwambia kusema tu nimefungulisha anga, rudi kwa ofisi yako. Anaweza kukuwa na mabawa. Anaweza kusema umebeba Mungu. Bwana Yesu. Bwana pesifa. Kanisa Bwana Yesu. Wakati unaona nini sasa, macho yako yanasikia, macho yako yanaona, mguu yako inaanza kukubeba, tafuta Mungu wewe mwenyewe. Mimi siku ya tarehe 10 nitabeba tu upanga wa Bwana hivi, upanga hivi, ya kwamba Mungu, Biblia inasema kwamba kwa kuinulia mkono peke yake, mkono ulionyoroshwa ilitosha kuponya watu wa imani. Mkono ikinyoroshwa imetosha kuponya watu wa imani. Mkono ikinyoroshwa. Na sisi tunabaki kuambia watu Mungu tafuta. Ukisikia ukiangalia wachungaji kama hapo Ukunda, unakuta wachungaji wanakaa tu hivi na Biblia tu wanatembea tu ovyo na kukula kwa mifano hivi tu. Utaona neema ya Mungu. Mungu ukitaka kwanza unajinyima, alafu unaanza kumtafuta, alafu anawachilia vitu zake. Kanisa Bwana Yesu. Bwana pesifa. Jina la Bwana lipesifa. Unaona vitu ambavyo vinatendeka hapa, kama tungegafulika tungesema kwamba zinatendeka tu by incident, lakini from the beginning, kama tuko kwa giza hatuoni dalili yote, roho ya Mungu ilisema kwamba sisi hatuhangaiki, Mungu atafanya vile anataka. Mungu anafanyika. Inamaanisha kwamba bado Mungu ako upande wetu. Amen. Bado Mungu ako upande wetu. Haleluya. Mfalme aliambiwa, when you are with the Lord was with you. When you forsake the Lord forsake you. Praise God. Sasa usiku wa leo bado nilikuwa sijazungumza na nyinyi na kuweka mikakati ya maombi. Tunataka kuomba Mungu kama familia wa Cornerstone. Tunataka kutafuta Mungu mpaka tarehe 11. Baada ya ibada hii tunarudi hapa kutafuta Mungu. Hii bado hatujatafuta Mungu. Tunataka kuja na Mungu wa mambo makubwa, mpaka uombe Mungu, ulikuwa rafiki Abraham, mimi ni rafiki yako. Bwana Yesu. Bwana pesifa. Mimi ni rafiki yako. Kwa kutafuta Mungu, mimi ni rafiki yako. Baada ya hii utakuta Mungu ataanza kufanya vitu zingine ambavyo vitu zingine ambavyo. Amen. Vitu
Haleluya. Vitu zingine ambayo ujui unaona vile Mungu hapa hivi. Mungu na huduma pia mbalimbali. Huduma ambayo inaweza kuwapeleka mbali. Lakini hii huduma haiwezi kujidhihirisha kama unatafuta Mungu kimchezo mchezo. Kuna baraka ambapo Mungu anaweza kuachilia kama umekuwa rafiki ya Mungu. Praise God. Wachana na hizi vitu, unaenda unaona watamsoma chomo na Mungu nini na nini. Jivunie kwamba nimetafuta Mungu. Haleluya. Amen. Kanisa Bwana si umetafuta Mungu mpaka Mungu wako watu waanze kutamani ya kwamba umetafuta Mungu. Bwana si Bwana basifa. Haleluya. Sasa hapo wakati kila kitu Mungu anatenda, unasema kweli hii aliniambia. 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 Sisi kama kuna story, watu wanajua mambo ya unabii hapa. Roho ya Mungu ilinena ya kwamba if we are not very careful, wakati kanisa inajengwa, roho inaweza toka. Hiyo right ni majuzi. Years back 2017. Hiyo ni 2017 huko. Hivi mambo yetu na juzi. If you are not very careful. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zinachota kama mafuta. Sasa wewe unaweza kufikiria na kitu tu hapa hivi. Sasa I go back to the prophecy. Hello. Wewe kama ulikuwa unalala chini. Kanisa Bwana si ukisoma in the book of Jeremiah anasema kwamba simama katikati, uangalie kushoto na uangalie kulia, na uulize Mungu njia za zamani, akuonyeshe njia mpya ufuate. Bwana si Bwana basi. Mambo ya Mwenyezi Mungu sio vile unavyofikiria. Mambo ya Mwenyezi Mungu ni mambo magumu na ni mambo mazito. Mungu ambapo anabudiwa katika roho. Mungu ambapo anabudiwa kwamba soma hapa na tusome na watu waende nyumbani watoe sadaka, iko tofauti na Mungu ambapo anatakikana kuombe na mambo makubwa yatendeke, na pia kufunulie kitu ya kwamba hii ndio inakuja, hii ndio itakuja, hii ndio inakuja. Hiyo sasa inavutwa na roho na ukweli. Ndio Mungu, ndio kanisa inasimama. Bwana sisi. Amen. Bwana sisi. Amen. Kanisa Bwana sisi. Amen. Ndio sababu uliona Paul alionya watu. Akamwambia mlianza kiroho, na mbona sasa mnamaliza kimwili? Kuna vitu vinakujanga babu. Pastor Francis anasema ni vimwili mwili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa wewe mwenyewe Mungu yako weka mikakati ya kutafuta Mungu, ya kusonga mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwambie Mungu, huu ni wakati wangu wa kutafuta, mpaka nikupate. Mungu huyu aliona mimi kutafuta Mungu, aliona na maji. Mimi sianza kutafuta Mungu leo. Na nitafuta Mungu. Nimetafuta Mungu. Ndio mpaka Mungu hii unaona hii ni neema tu. Mungu alifungua macho yangu. Nikaanza kuandika. Hii kwanza usiku ile ambapo unafunguliwa macho yako, ukiomba sana na unafunguliwa. Utapiga nduru kweli kweli. Kuingia huko na kwanza kuona vitu za huko inatisha. Vitu za huko inatisha. Vitu za huko inatisha. Vitu wakati nataka mtu anasema ati hivi itakuwa hivi, itakuwa hivi, itakuwa hivi, itakuwa hivi. Usifikiri kwamba mtu amekuona in the spirit. Kuona mtu in the spirit ni kama kuna mtu nakedness. Kwa sababu unaona everything. Hello? Amen. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. So wakati ambapo unaomba Mungu, ujua kwamba unaweza kuonekana uchi in the spirit. So ujue kwamba kuna kitu kimefichwa kwa Mungu.
na Mungu anajua mwanzo yako na tena mwisho yako. Na hapa in between, prayer can change your situation. Amen. Prayer can change your situation. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mambo yanaweza kuwa magumu, maombi ya ndani ya roho nitakubadilisha hiyo hali mpaka uanze kuona matendo ya Mungu ikirudi kwako na maisha inaenda vizuri. Haleluya. Nimefundisha vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Mambo kama hayo kuvuja na hapa mpaka yaongeze tandazo hili waje bila kama kutumia, hiyo ni Mungu. Hiyo ni Mungu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona hata kama sio tungekuwa na Shilo, kazi pekee yake ambapo inaendelea hivi, this is a great miracle ambapo watu wangekuwa nakuja hapa kumlilia Mungu. Umetenda. Haleluya. Amen. Utumishi ulikuwa na watumishi wa pastors. Walikuwa wengi wakati wanaenda katika kutana na kutoka wasingeni. Walishangaa ni kitu ambao wanaona walishangaa. Kama walikuwa naona ni kama tunalipanga ma politician. Sasa sikia. Na angalia mimi wachungaji wakifanya vitu kama hizi wanajulikana. Mimi hata umuhimu hata wachungaji hao wanijue vizuri kwa sababu ni vitu zingine na natembea kama tikitiki tu mguu tu hivi tu. Praise God. Ama mnaanza klasi gani? Hata watu wa boda tunambeba hapa tu. Ngoja tutaona kipita. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Wachungaji ambao wanarani makanisa wanakuja hapa walishangaa. Nilipoeleza ile ni uwanja wa kanisa. Sisi hatuna hizo. Praise the Lord. Amen. Hii vitu ambavyo inaendelea pale neema tu ya Mungu. Neema ulindwa. Sasa kuna hatua ambapo unataka kuingia katika maisha yako. Kuna hatua ambapo unataka kupiga katika maisha yako. Kuna mahali ambapo unataka kuingia. Na hapo unataka kuingia kwa sababu umesoma. Hapo unataka kuingia kwa sababu wewe ni mjanja. Unataka kuingia Mungu akuingize hapo. Inahitaji maombi. Amen. Kwa Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Haleluya. Amen. Tunaeleza kwamba nikienda kuhubiri ukiingia kwa ile mtego kwa hiyo ndio utaona ile mgongo ile iko hapa airport. Pale kati peke yake ambayo iko kwa dirisha hapo huwezi kujua ni usiku ama ni saa ngapi. Light haiwezi kupenetrate kaingia huko. Ni light proof. Sasa pale kila kitu kiingia yake sasa. Kwanza utachukua time kwanza kuangalia hivi na hii mzuri na hii mzuri. Ukiingia kwa kitanda hizo zilisetiwa zinaongea peke yake tu. Hizo zinaongea tu peke yake. Ukiingia huko neti inakuja saa zingine. Sasa mimi sitalala kwa hiyo neti mimi. Naruka chini hapa mahali chini. Halala chini. Nauliza Mungu, roho inataka nini hapa? Roho inataka nini hapa? Nilali wapi? Niambia wewe anguka tu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wewe unaweza kufikia kwamba hapo ndio umepata advantage ya kwamba breakfast utaenda kwa buffet, uanze kukula saa 11, ukule tena urudi kwa room tena urudi huko ukule mpaka urudie mayai na kila kitu. Hapo roho inakwambia kwamba utakula kitu, wewe utatoka huko unaenda tu hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa unatii aliyekuita ili hiyo mambo iende vizuri. Vitu ziko huko zimelepiwa, lakini wewe utakula. Lakini macho wanadamu wanakuwa na mtumishi sasa anashiba sawa. Mungu sivyo. Huko wewe ni mabusu au kuli. Watakubeba Mungu, utaenda na akili yako. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Unaenda hapa. Wazee, kuna kitu imepotea kweli. Hapa kuna neema. Mkiona Mungu anashuka na kutenda, mnaenda bila natenda vitu zake. Hapa mnazama mnadai hiyo neema ipanuke. Sasa nataka tumfundishe Biblia. Hiyo ni mafundisho ya Roho Mtakatifu.
pia mtu ambaye anataka hizo mambo mazito pia ameshika kitu. Amen. Hallelujah. Amen. Soma sasa in the book of Prophet Isaiah chapter 49 from verse 8. Amen. Tunaenda kumwambia Mungu huu ndio wakati uliofaa. This is the acceptable time. I have heard you. Mwambie Mungu ile hali ambayo unapitia at the acceptable time. Hivi sasa Mungu ameweka kila mikakati ya kukusikiliza. Bwana asifiwe. Amen. Mungu ameweka kila mikakati at the acceptable time, the set time. Miujiza wanaitendea kitu kila wakati. Miujiza utendeka at the acceptable time. Amen. Hallelujah. Kanisa wale sio. Hii mwambie Mungu haya ambapo unapitia. Mwambie Mungu hii saa ambapo imekubalika. Bwana mabwana. Nikumbuke. Mungu nitendee jambo. Hii jambo hii ambapo imefunga jamii yetu. Hii jambo hii ambapo inapitia. Ndio maana amenipigia simu, kuna dada yake mmoja alikuja hapa na degree na nikamweleza vitu na akatoa macho na akasema hapendi hizo. Na zile vitu ambavyo nilimwambia zimehappen. Alikufa tu hivi bila kwa mgonjwa. Hivi tu. Sasa wakati anakuja maringo ya dunia haikumruhusu akafuate maneno ya roho. Sasa akakasirika. Nafikiri hizi revival zetu. Akakupenda. Sasa kuna vitu vingine. Hiyo ilikuwa at acceptable time ambapo Mungu angemsikiliza, lakini hakutega masikio. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Akaenda kama mimi mwana. Bwana asifiwe. Hii muda hii tumie vizuri. Ni wakati uliokubalika ambapo Mungu akusikilize katika yote ya maisha ambapo unataka Mungu asikilize. This is the time uliokubalika. Hallelujah. Amen. Mungu ukimwambia Mungu katika maisha yangu vita yangu ni hii, hali ambapo napitia hii, lakini wakati ambapo imekubalika tena jambo. Amen. Hallelujah. Soma nini? Na siku ya wokovu nimekusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya wokovu ni siku ambapo ulijisalimisha, siku ambapo ulikiri, siku ambapo uliamini. Bwana Yesu asifiwe. Continue. Nami nitakuhifadhi, nitakutoa uwe agano la watu hao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atakuhifadhi. Iwe ni mwanadamu atainuka na mambo gani, iwe ni mshamba aina gani itakuja, Mungu atakuwa upande wako. Haleluya. Amen. Wakati anasema atakutoa kwa maagano ya watu, Mungu anataka kukutengeneza uwe example. Uwe example. Uwe example. Uwe example wakati Mungu anataka mtu ambapo amekaa kama pila, mtu ambapo anaweza kujivunia, anakuja kwako. Haleluya. Amen. Abraham Mungu alikuwa anajivuna na yeye. Wakati anataka kujidhihirisha kwa Musa, ili Musa pia ajue kwamba Mungu ndiye anatengeneza watu wawe kuu, alimwambia, I am the Lord God of your father Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. I am a God of covenant. Hallelujah. Amen. Musa alipoangalia maisha ya Abraham akaona kweli huyu ni Mungu. Wakati ukisoma Psalms 103 verse 7 au mbele, wakati Daudi alikuwa katika shida, akarudi kwa Mungu, akamwambia Mungu, the way you show your way, will you reveal your ways to Moses, reveal them to me. Bwana asifiwe. Amen. Kuna vile alielekeza Musa kwa njia ngumu sana na akafika. Anataka pia aelekezwe. Haleluya. Amen. Kabisa Bwana asifiwe. Amen. Soma nini? Ili nikuinue nchi hii
na kuwaitisha urithi uliokuwako ukiwa. The Bible says, I have helped you, I will preserve you and give you as a covenant with the people to restore the earth. Bwana pepe sifa. Amen. Naomba sasa Mungu anahitaji something that can restore the earth. Mtu ambapo anaweza kusimama katika zamu. Mtu ambapo Mungu anaweza kujivunia naye. Sio mtu tajiri. Bwana pepe sifa. Amen. Kanisa pale sio. Mtu ambapo amesimama kwa ukweli na kulinda neno la Mwenyezi Mungu vile ilivyo. Haleluya. Vile Ezra alitia moyo wake katika nchi ya Babylon kutafuta Mungu. Haleluya. Na kufundisha neno la Mwenyezi Mungu. Bwana pesifa. Na Mungu alimlinda. Bwana pesifa. Amen. Wakati kama huu usiwe na maombi ya akili yako ya kwamba nataka baraka, nataka nini ambapo iko dunia ambayo hujakuwa. Kanisa pale sio. Hivi sasa wewe unatafuta Mungu mwenyewe. Haleluya. Amen. Soma nini? Mstari wa 9. Kuambia waliofungwa, haya tokeni, na kwa hao walio katika giza, jionyesheni watatilisha katika njia na juu ya majabali. The Bible says that we may save the prisoners, go forth. To those who are in darkness, show yourself. Wakati ambapo Mungu amefanya maagano na wewe, Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakupa mamlaka na neema na kibali aliyompa Paulo, ya kwamba watu ambao wamefungwa ambao hawajijui watafunguliwa kwa sababu ya wewe. Watu ambao wako katika giza ambapo are living in a state of confusion, Mungu atakupa neno ambapo ukizungumza na wanasikia. Kanisa Bwana siwe. Bwana pesifa. Ukiamurisha hiyo giza ambayo imewafunga, na hiyo giza inatoka. Kanisa Bwana siwe. Sasa katika hiyo kiwango sasa unafanya kazi pamoja na Mungu. Wewe umuoni lakini anakaa ndani yako. Unasikia akikuelekeza na kukuongoza. Wewe unafikiria kwamba wakati Mungu anakupata unabii, hata nataka ufundishe, haikwenye ati kusitaka nitafundisha nini, hata nitaona namna gani, nani anakuja hivi na Mungu atanipa nini. Hizo vitu ni sensa. Hizo vitu ukishafika hivi ni kama jua. Jua saa yake ikifika anachomoka tu. Saa yake ikifika tena anaanguka tu. Mambo ya Mwenyezi Mungu hakuna kati kufunga macho na kung'ang'ana. Hiyo sio Mungu. Mungu wakati mtu amekuja mbele yako kama anataka kukuambia, kuna mambo Mungu anataka kukuambia leo, atakuambia kesho. Praise the Lord. So wakati Elisa mle mke wa Shunem wakati mtoto alikufa, alisema jambo hii Mungu alinificha. Unajua Mungu alimficha namna gani? Alikuwa anataka kuona kama ametambua uwepo wa Mwenyezi Mungu ambapo mtumishi wa Mungu amebeba, ya kwamba vile nilinena ikatimia, shida pia ikitokea bado kurudi kwangu. Haleluya. Amen. Mungu saa nyingine wanga ataki tukisikia shida tunajimwaya huko. Wanga anataka kujua kwamba still you have faith. Mahali ambapo ulitoa hiyo jambo. Bwana Yesu. Amen. Ndio akamficha. Kumbe huyu pia ni mtu wa rohoni. Yeye alijua Bwana yake ajui Mungu. Nataka kueleza hivi tu.
habari ya Mwenyezi Mungu ni kweli. Sasa mambo ya roho ya kuelezwa. Mwendeshaji chunga ndiye aliomba na mlango tena akafunga ili hata bwana yake asijue mtoto amekufa. Kanisa Bwana asifiwe. Ili asizungumze maneno mabaya, ili neema iliyo kwa boma yao isitoke. Wakati ambapo Bathsheba amesikia kwamba nyumba ile nyingine mtoto kijana anatawazwa kwa mfalme badala ya Solomon, alienda kwa nabii. Na nabii waliheshimiana na Daudi, hakutaka kuapproach Daudi kienyeji, aliapproach Daudi kiroho, hakutaka Daudi amchukie. Kitu gani alifanya? Alimwambia Bathsheba, wewe nenda, na wakati umeenda kuzungumza mimi nitakuja. Sasa nitaingia kwa maongezi ambapo inaendelea. Sasa hapo Daudi akijeleza, kwa sababu nimemsaidia kwa vita nyingi, ataongea moyo wake ukweli, na kweli akafika. Kanisa Bwana asifiwe. Mambo ya dunia hii inahitaji hekima ili ushindi patikane. Unaweza kuapproach kitu kizuri na umeapproach vibaya. Amen. Hello? Amen. Kanisa Bwana asifiwe. Sasa urafiki na matendo ambayo nabii alitenda katika boma ya Daudi haikuharibika kwa sababu hekima ambapo nabii alimwambia, akaenda Bathsheba, akaanza mwenyewe na akafika na mambo ikaenda vizuri. Praise the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Sasa yote mtu akapajua Mungu, usiende kwa mwingine. Sasa mama mimi ndio kuna mtumishi sasa umebahatika, umeokoka. Kama ukoki, si mwambie nabii alisema hivi, nabii alisema hivi, nabii alisema hivi. Mmenitokesha leo jamii. Ama ni kuna mambo zingine mtu kama ajui Mungu, wewe peleka pole pole kwa vitu ambavyo anafahamu, ili mambo ya Mungu isikorogeke kwenu. Amen. Amen. Mungu anataka akuinue ili wewe utoe watu wake waliofungwa. Kuna watu ambao wamefungwa katika dunia hii, ambapo wanafungwa kwa njia nzuri na kwa njia nzuri. Kuna watu ambao wako pia katika giza. Hao ni watu ambao wako totally confused. Praise God. Amen. Hao ukuu wako Mungu akifanya magano na wewe, anataka hao wakombolewe because of you. Amen. Praise the Lord. Amen. So many watajilisha katika njia na juu ya majabali watapata malisho. The Bible says to restore the earth, to cause them in it. Happen to you? What is the yes. To those who are in darkness, show yourself. Bwana amesema. Kanisa Bwana asifiwe. Watu hapo au tumwambie Mungu, nitengeneze kwanza. Mungu nitengeneze. Majira huko ilikubalika. Praise the Lord. Amen. Continue. Tuko mstari. What? Mstari. Continue. Hawa wataona njaa, wala hawataona kiu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wanahangaika kwa sababu hawajakombolewa. Kuna watu wanahangaika kwa sababu hawajakombolewa. Kanisa Bwana asifiwe. Wakikombolewa kwa sababu ya wewe, jina la Bwana linainuliwa. The Bible says they shall neither hunger nor thirst. Continue. Hali haitawapiga wala jua, kwa maana yeye aliyewarehemu atawatangulia, nao karibu na chemchemi za maji atawaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana amesifa. Sasa Mungu akishakumba mtu, sasa Mungu anawaelekeza, Mungu anawaongoza, Mungu anawashika mkono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Confusion. Saa hii una maagent wa shetani kuja kwa kanisa yetu, wacha hapa, kuja huku. Yule mtu ambapo hakukombolewa vizuri anafuata tu msisimko, anaenda tu hajui. Lakini ukikombolewa vizuri unabaki kufundishwa,
unabaki kwa kufundishwa ujue Mungu zaidi. Kanisa Bwana sema, unabaki kufundishwa ujue Mungu zaidi. Unabaki tu kwa kufundishwa neno ujue Mungu zaidi, na pia una ushuhuda ambao unaweza kumwambia Mungu ya kwamba hii kwangu lakini ilitatuliwa hivi na vile unaona hivi ikawa hivyo. Praise the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Usibaki kwa miujiza. Ukibaki kwa miujiza ni wewe ni hatari sana kwa injili ya msalaba. Mpaka ubaki kwa mafundisho. Mtu ambapo amekombolewa kwa neno, huyo ndio mtu atashinda shetani. Haleluya. Amen. Ukitaka kujua miujiza, Yesu alikomboa wenye ukoma 10. Moja pekee yake ndiye 9 wakuonekana. Na akamwambia nenda, imani yako imekuponya. Inamaanisha kwamba wakati hujajenga imani, hata ukiona kuruku bado hujakombolewa. Kulingana na neno la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Soma neno. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake? Unafunga hii hapa. Usome tena. Unasoma hii 15 pekee yake ili tulipo maombi. Saa itatuvamia kabla tujaomba. Praise the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Soma neno. Nasoma mstari wa 15. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye hata asimhurumie mwanawe wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna vitu zinaandikwa ambapo Mungu zinatembea ambapo Mungu aliandika mapema. Sio mtu anataka kuzaa mtoto na bila mtoto anaweka mtoto kwa gunia anaenda kutupa. Hiyo amesahau hiyo mtoto ataki mtoto. Ni kweli? Kanisa pale sio. Hapo katika hiyo uzito ambapo mtu amebeba mtoto miezi 8 miezi 9 na uchungu yote na hali yote, Biblia inasema kwamba mama anaweza kusahau mtoto yake. Lakini Mungu anasema kwamba yeye hawezi kukusahau. Mwambie Mungu, ninakushukuru kwa kipindi hiki ambapo nilikubalika katika hali ambapo nilikuwa ninaona umenisahau, ili nihangaike, ili niteseke. Kwanza ninatubu na ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu ambaye usahau watu wake. Ninaamini hii hali unaenda kunikumbuka, unaenda kunikomboa, unaenda kunionekania, kwa sababu kwa akili yako, mawazo yako na tabia yako, mwana Mungu anaweza kusahau mtoto yake, lakini wewe huwezi kunisahau. Haleluya. Kuna hali ambapo hapa unapitia, wala unaona Mungu amekusahau. Leo hii ndio kwamba Mungu hajakusahau. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Hiyo jambo ambalo tunungudika kwamba sasa Mungu sioni. Leo ndio kwamba wakakusahau. Praise the Lord. Continue. Soma 16 ya mwisho hapo. Tunasoma mstari wa 16. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Kuta zako ziko mbele zangu daima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu ambaye unaona tumesimama mbele yake. Ni sisi ndio watakuja kutafuta. Sisi ndio watakuja. Mungu akikuacha bila kukulinda daima, mambo yako yatakuharibika dakika kidogo sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunataka kuongea na Mungu wakati huu ambapo umekubalika. Huu ni wakati uliokubalika. Wakati uliokubalika, mwambie Mungu, ninataka kukutafuta kwa bidii na moyo wangu yote, ili mahitaji yangu yote na vilio yangu yote Mungu unitendee, kwa sababu wewe ndio Mungu wangu. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen.
naye pia wakati ambapo unakuomba wakati uliokubalika mwambie Mungu akikutoa wakati mambo yako yatakapokuwa kwa inaanza kubadilika kwa ndoto na kusimama wima katika Bwana. Haleluya. Amen. Na hayo machache tunataka kuongea usiku wa leo. Mungu wakati uliokubalika. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Na wakati huu baada kama hii, amini ya kwamba kuna kitu Mungu anataka naweka katika kuomba ukiwa nyumbani kwako. Imba nyimbo za tenzi, mwambie Mungu wakati uliokubalika. Huu ni wakati ambapo unaenda kujikomboa. Huu ni wakati unaenda kutoka katika jela, unaenda kutoka katika giza. Hii ni ngumu kabisa. Bwana asifiwe. Ile jela ambapo wewe uko unajua. Ile giza ambapo wewe uko unajua. Na Mungu anakuomba atakuomba watu wengine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako. Mungu shika kukosa magumu. Hapa tunatoka kutoka kwa sababu kwanza tutazama katika Bwana asifiwe. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru maana ni mwema na vitu zako ni milele. Ni asante kwa neno lako ambalo umekuja mahali hapa. Wacha hekima na maarifa ziko katika mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo. Zidi kwa pamoja nasi, nuru yako kamae juu ya maisha yetu. Tunaomba ewe mwenye shukrani kutupelea matoleo na ibada kwa upande wetu, tukapate kibali machoni mwako katika jina la Yesu Kristo. Naomba nikushukuru. Amen. Amen.
kwa uwasia wako. Asante Bwana kwa kukaa nasi Bwana. Asante kwa kipindi ambacho Jehova tumesikiliza sauti yako. Asante kwa sababu Mungu wetu umejidhihirisha ndani yetu. Asante kwa sababu neno lako ni pumzi ya uhai. Asante kwa sababu ya wakati ambao Bwana umejidhihirisha ndani yetu. Asante kwa mafundisho ambayo unatenda ndani yetu. Tunakushukuru, tunamshukuru kwa uwezo wako Jehova Bwana. Asante kwa sababu unasema kwa mali Bwana mwenye hekima Jehova Bwana.